Mwingereza John Hanning Speke chini ya ufadhili wa Malkia Alexandria Victoria wa Uingereza alikuwepo Tanganyika akitafiti chanzo cha mto Nile. Katika harakati zake za kitafiti ndipo alipoliona ziwa moja kubwa Afrika ya Mashariki likiingia katika mipaka ya Tanganyika, Kenya na Uganda. Kabla ya ujio wa Speke, ziwa hili lenye aina ya samaki tofauti zaidi ya 400 lilijulikana kama Nyanza kwa upande wa Tanganyika na Uganda wakiliita Nalubale, huku Kenya likifahamika kama Namlolwe. Ziwa hili likabatizwa jina la Victoria kumwenzi Malkia wa Uingereza aliyezaliwa Mei 24, 1819 na kutawala Uingereza miaka 1837 mpaka 1901, ambaye ndiye alifadhili kilichoitwa ugunduzi wa ziwa hilo, zoezi lililofanywa na John Speke na wakati fulani Richard Francis Burton. Ziwa Victoria ingawa limezungukwa na nchi 3, lakini Tanzania imechukua zaidi ya 49% ya ziwa hili, huku Kenya kukiwa na 9% ya sehemu ya ziwa hilo na Uganda ikichukua sehemu iliyobaki. Ukiacha ziwa Superior lililopo Amerika ya Kaskazini, ziwa Victoria ni la pili ulimwenguni kwa ukubwa katika orodha ya maziwa yenye maji safi na ni la 3 duniani kwa ukubwa katika orodha ya maziwa ulimwenguni bila kuzingatia aina ya maji. Sangara ni moja ya samaki maarufu sana katika ziwa hilo lililotegemewa na watu zaidi ya milioni 30 kuendesha maisha yao. Yapo masimulizi mengi kuhusu uwepo wa samaki huyu ndani ya ziwa Victoria, baadhi yakieleza kuwa samaki huyu aliingia ziwa Victoria akitokea ziwa Tana mwaka 1960 kupitia Kyoga akikwepa mafuriko yaliyotokea kipindi hiko, lakini taarifa nyingine zinasema samaki huyu alipandikizwa katika ziwa hilo miaka 1950. Katika kumlinda samaki sangara pamoja na samaki wengine waliopo katika ziwa hili, serikali ya Tanzania ilitunga sheria rasmi ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 na kanuni zake zilizofanywa marekebisho mwaka 2005 na 2009, ambapo pamoja na mambo mengine, sangara anayetakiwa kuvuliwa anapaswa kuwa na urefu usiopungua sentimita 51. Samaki mwingine maarufu anayepatikana katika ziwa Victoria ni samaki sato. Samaki huyu amekuwa na mvuto wa kibiashara ndani na nje ya Tanzania. Miongoni mwa matukio makubwa yaliyowahi kutokea kwenye ziwa hilo ni pamoja na ajali 2 za meli zilizopishana kwa tofauti ya miaka 22. Ya kwanza ni ile ya MV Bukoba iliyotokea mwaka 1996 na ya pili ni ile iliyotokea kisiwa cha Ukara wilayani Ukerewe iliyohusisha kupinduka na kuzama kwa meli ya MV Nyerere tarehe 20 mwezi wa 9, 2018. Korongo, taji, domokijiko, kula sitara, mbizi, kibisi, mdandi, mwari, yowe, mnana ni baadhi tu ya ndege wanaolipamba ziwa hili wanapoogelea au kutafuta chakula kupitia ziwa hilo lenye maeneo mengi ya kihistoria kama msitu wa Rubya, vilima vya Rutare pamoja na maeneo ya benki ya zamani ya Watemi. Kwa leo, wacha niishie hapa. Mwingereza John Hanning Speke chini ya ufadhili wa Malkia Alexandria Victoria wa Uingereza alikuwepo Tanganyika akitafiti chanzo cha mto Nile. Katika harakati zake za kitafiti ndipo alipoliona ziwa moja kubwa Afrika ya Mashariki likiingia katika mipaka ya Tanganyika, Kenya na Uganda. Kabla ya ujio wa Speke, ziwa hili lenye aina ya samaki tofauti zaidi ya 400 lilijulikana kama Nyanza kwa upande wa Tanganyika na Uganda wakiliita Nalubale, huku Kenya likifahamika kama Namlolwe. Ziwa hili likabatizwa jina la Victoria kumwenzi Malkia wa Uingereza aliyezaliwa Mei 24, 1819 na kutawala Uingereza miaka 1837 mpaka 1901, ambaye ndiye alifadhili kilichoitwa ugunduzi wa ziwa hilo, zoezi lililofanywa na John Speke na wakati fulani Richard Francis Burton. Ziwa Victoria ingawa limezungukwa na